kwa mbunge kwa mashindano mazuri. Timu inaonyesha ushindani. Pia ilikuwa bahati yetu. Jina naitwa Kapteni Lucho, nickname na jina langu kabisa ni Cosmas Mtindi, ni kapteni wa Uwanja Peace United. Tuambie furaha yako baada ya kuchukua nafasi ya pili, lakini pia je, ilikuwa malengo yako kuwa nafasi ya pili? Tunashukuru kwanza kwa mheshimiwa mbunge kwa kutetea mashindano. Pia tunashukuru kwa uongozi wa Uwanja wa Peace kwa juhudi zao mpaka hapa tulipofanikiwa. Kikubwa uongozi wetu wa Uwanja wa Peace tulitarajia kuwa nafasi ya kwanza, lakini kama mashindano jinsi yalivyo na mpira juu jinsi ulivyo, kuna kushinda, kushindwa na kusali. Tunashukuru kwa kuchukua nafasi ya pili. Pia tumshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutuletea ili bonanza. Pia tunaomba asichoke hata muda wote, kwa kuwa Masasi ni wapenzi sana wa mpira. Tunahitaji mwekezaji mwingine aje kutuwekea ili wachezaji vipaji vya Masasi tuvione. Mpinzani wako kapteni, mpinzani wako alikuwa bora nafasi gani ambayo mpelekea mpaka mpoteze kwa kufunga goli moja? Mpinzani pia alijiandaa vizuri kama sisi tulivyojiandaa, lakini ni mpira wa miguu. Wametuzidi na ndio maana wametuadhibu, na wapo ongea wanajida. Tukutane wakati mwingine. Tumemalizia nacho katika ofisi. Wale watu tunashukuru Mwenyezi Mungu, mchezo tumeshindwa, tumekubali matokeo. Kwa kweli hapa tulipofikia tunashukuru Mungu, japokuwa tumesikika sana. Sisi pamoja na uwanja mzima unaoanalizika, lakini sio mbaya. Hii ndio mwanzo, asiyeonekana tamaa. Mashindano yote, timu zote Masasi mjini na nje ya Masasi tunapokea mwaliko wa mashindano yote. Nashukuru kwa hilo. Ndugu zangu, msikate tamaa, shabiki wote, timu hapa imekuwa tumecheza mechi nyingi back-to-back, tumejitahidi kwa hapa tulipofika kwa kweli. Pia nimshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuandaa mashindano haya. Sisi kama vijana wa ofisi tuko naye pamoja mwanzo mpaka mwisho. Kwa majina naitwa Mambo wa kapteni wa Jida Komani. Tuambie hali ya mchezo na mpinzani wako ulimuonaje leo, ama kipi ambacho kimempa spirit ya kushinda mchezo, lakini pia shukrani ama neno kwa ajili ya zawadi ambazo umepatiwa? Mpinzani wangu alikuwa yuko vizuri, lakini pia tumecheza kwa uzoefu wetu tuliokuwa nao. Tumeangalia kipindi cha kwanza wapinzani walikuwa wanachezaje, tumeingia kipindi cha pili kwa discipline, tumepata matokeo. Ni kitu kizuri, lakini pia ningeomba wajifunze kutoka kwenye kata ya Jida kwenye kata zingine, kwa maana kwamba viongozi wa kata yetu ya Jida wanaungama na wachezaji wao, amini timu zao. Kwa maana kama viongozi wengine watakuwa wanafuata vile ambavyo kiongozi wetu Sugu anafanya, ina maana kwamba nao wanaweza kufika mbali kwenye hatua zinazofuata. Lakini pia tungeomba haya mashindano yasiyo kwa misimu, iwe mara kwa mara. Ina maana kwamba hata wachezaji watakuwa wanapatikana wanaenda mbele, tutakuwa tunajua wachezaji wengi Masasi, tutakuwa tunajulikana hivyo. Kwa majina naitwa Bakari Abdalla Isa, ni kocha katika timu ya mpira wa miguu ya Jida Combine. Kipindi cha kwanza umecheza mchezo, tuseme ulikuwa 50-50. Second half ulikiona nini na uliwaambia nini vijana wako mkaoni mchezo? Mimi nilichowaambia kwamba kipindi cha kwanza wachezaji wangu wamecheza mpira mzuri, ila tuongeze tu umakini kwa safu ya mbele. Na ndio maana waliporudi wakafanya marekebisho, wakaona wapi penye shimo, tukapata goli kipindi cha pili. Mashindano unazungumziaje kuanzia mwanzo lakini hadi leo mnapokea zawadi? Mashindano kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia yameenda vizuri, na mimi nimefurahi sana kutokana na watu wamekaa chini, wamepanga ratiba nzuri. Japokuwa kuna vitu vilikuwa vinataka vipinde, lakini watu wakasimamia mambo yakanyoka mpaka leo tumeona kweli zawadi zipo na tumepata ushindi. Kweli hivi vitu sio vya kubahatisha. Kila laheri. Mimi nashukuru.